Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Walimu Tanzania CWT na walimu kwa ujumla tupo pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna inavyowajali wananchi wake na watumishi wa umma wakiwemo walimu, kwani imefanya mambo makubwa kwa wananchi wake na kipekee walimu, hasa katika upandishwaji wa madaraja, uboreshaji wa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia kwa kujenga madarasa, nyumba za walimu na matundu ya vyoo. Kubwa zaidi kwa kukubali ombi la Chama cha Walimu Tanzania CWT kuhusu huduma mjongeo Samia Teachers Mobile Clinic inayoratibiwa na Chama cha Walimu Tanzania kwa kushirikiana na serikali, ambapo huduma hiyo inatolewa mikoa yote ya Tanzania bara. Sisi kama walimu wa wilaya Tanganyika tumekwisha pata huduma hiyo, ambapo walimu 106 walihudumiwa na changamoto zao zilitatuliwa. Na kwa mantikio, ninaheshimu sana taaluma ya walimu wenyewe na watumishi wengine wote, na ninathamini sana mchango mkubwa ambao mnautoa katika nchi yetu na hasa katika wilaya yetu ya Tanganyika na kipekee katika maeneo mnaofanyia kazi. Mkutano huu maalum ni maalum kwa ajili yenu. Ni pia ni maalum kwa ajili ya ustawi wa sekta ya elimu katika wilaya yetu ya Tanganyika. Moja, katika wilaya yetu ndani ya miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, wilaya kwa ujumla imepokea takriban shilingi bilioni 501 fedha za Tanzania kutekeleza shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Kwa upande wenu walimu, eneo moja ambalo lilikuwa ni kero kubwa kwenu walimu na hata kwetu sisi viongozi na kwa wananchi wenyewe, ilikuwa ni upungufu wa shule za msingi. Watoto wengi walikuwa wanasoma chini ya vijumba vya makapeti, mnafahamu, vya matubai chini ya miti. Katika kipindi chake hichi ni shule mpya zipatazo 30 zimejengwa na kusajiliwa na kuanza kutoa huduma. Pigeni makofi. Tunazo shule miradi yake inachelewa. Nani anatoka Ntimba Sekondari, shule ya msingi? Nyumba ya mwalimu inachelewa kuisha kwa sababu ya watu kuchepusha fedha. Lazima tuelezane ukweli. Ninyi ndio wakuu wa shule baadaye, miongoni ni wakuu wa shule, ninyi ndio wanakamati kwenye kamati. Mkichepusha hivyo, tunarudi nyuma, tunakuwa tusongi mbele. Na kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu, mwaka wa uchaguzi, ni kazi na utu, tunasonga mbele. Sasa hebu niambieni, kama fedha imeletwa halafu kaondoa utu, kaila hela, kauli mbiu yetu tunaivunja. Utu uko wapi? Halafu lakini kama tukichelewa kauli mbiu ya kusonga mbele, maana tunatuambia hatusongi mbele, tunarudi nyuma. Hapana. Walimu, tusimame pamoja na Mheshimiwa Rais. Tumsapoti Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Azimio lenu mwenyekiti na makatibu hapa na TSC huko hapa ndio azimio letu. Asiwepo miongoni mwetu wa kusema maneno kwa mdomo akawa mnafiki, halafu tukirudi site anachepusha fedha. Hiyo sio kazi na utu. Itakuwa ni kazi na unyama, halafu narudi. Mfano mzuri umeusikia. Hayo madawati sasa hivi inakaribia kuisha miaka 2 na fedha imelipwa. Nataka madawati hayo. Kwa maana nikasema mmoja akichepusha fedha tunaasika. Leo watoto hapale
wanakaa chini kwa sababu kuna mtu amechemsha fedha. Kuna utaratibu au kusimamiwa. Hatuwezi kuwa na fedha keshi halafu tukalipia tukakosa madawati. Haiwezekani. Kilio cha wazazi, kilio cha walimu, ninyi mnafahamu saikolojia kujifunza. Kama mazingira ni mabaya, mtoto hawezi kujifunza vizuri. Ni kweli au sio kweli? Hata wewe mwalimu, you can't be comfortable kwenye darasa ambalo watoto wamechafuka ovyo ovyo. Lakini sasa kama serikali imetoa fedha, hebu tuulizane, ni nani amechangia hilo kutokea? Ni mwanafunzi yule? Ni mzazi yule? Si ni afisa ambaye dhamana iko kwake?